mafanikio, zile vile vizimba vilikuwa vinatengenezwa vipi na vinafanya kazi vipi, pamoja na zile cool boat na vile vile, lakini changamoto ambazo tuliziona au zipo kwenye hivyo vizimba na kwenye hiyo cool boat, na kwa sababu tuko na wakulima hapa na watu ambao wako vile vile ndio muda wa vile vile kutupa experience ya uzoefu wao, kama vile vizimba vinafanya vipi au vile ambavyo tulikuwa tunategemea ndio vile ambavyo tumefanya. Huu kwa muhtasari, huu ndio utakuwa mtiririko wa presentation yangu. Ya kwangu ni ya Kiswahili. Mazao ya matunda na mboga mboga yanaharibika haraka sana mara baada ya kuvunwa, na kama baba alishasema daktari, yani mara baada ya kuvunwa uwezekano wa kuharibika ni mkubwa sana, kwa sababu yenyewe yanaendelea ni kama ni kiumbe hai kinaendelea ku respire au kutoa hewa. Kwa hivyo ikikaa muda fulani ile respiration inapungua, lakini vile vile inapoteza maji kwa sababu ikishatoka kwenye tunda. Kwa hivyo vile ikipoteza maji vile vile na ubora wake unapungua, lakini vile vile kuwa na joto huo upotevu unakuwa unaenda unakuwa ni mwingi zaidi. Pia na mara nyingi inakuwa ni muda mfupi, baada ya hapo yanakuwa yanaharibika, unless otherwise tuwe tunatengezea mazingira ya kuhifadhi. Kwa hivyo mara nyingi mboga mboga zinaharibika muda mchache baada ya kuvunwa kama hakuziwekwa vizuri. Na takwimu ziko mbalimbali, lakini zinaonyesha upotevu ni mkubwa, ambapo kwa tumesemwa kiujumla wake ulimwenguni kote asilimia karibu 50 ya mazao ya matunda ya mboga mboga yanakuwa yanapotea kila mwaka mara baada ya kuvuna. Ni sehemu kubwa sana kabisa ambayo inapotea hivi ambayo tunakuwa tunaiona, na sababu ni nyingi ambazo ziko. Kwa takwimu za haraka tu nafikiri kwa tuziweke vile vile au tungule peke yake, ulimwenguni tumesema kama asilimia 50, lakini ukishuka Afrika somewhere between maji yametumika, kuna viatilifu vimetumika, kwa sababu ukijumlisha kwa pamoja sio kama nyanya tu, lakini za kulima vile vile inasaidia. Na kumbuka tulifanya mafunzo ya kueleza wakulima kanuni bora za kulima. La kuvunywa kawaida nyanya inachukua siku 1 mpaka 7 haiharibika, lakini baada ya hapo inategemea aina ya tunguli ambao uko nayo, baada ya hapo inaanza kuharibika. Kwa hivyo utunzaji vile vile ni kitu muhimu sana kwenye matunda na mboga mboga, hususan kwenye zao la nyanya. Lakini vile vile unahifadhi vipi kwenye nini yako? Unahifadhi tu kawaida au unahifadhi kwenye jokofu au unahifadhi kwenye nini gani? Na vile vile inachangia. Lakini vile uchakataji, tunaona njia nyingine pekee nyingine, labda utakuwa ni mradi mwingine, njia tumeona 16% inapotea. Lakini kama tungechakata tukatengeneza labda tomato sauce au tungetengeneza tomato paste, ule uchakafu au jam, ule upotevu wa 16% usinge kuwepo. Kwa hivyo nayo vile vile ni njia moja, labda hiyo itakuwa ni njia nyingine ya kutafuta mradi mwingine. Lakini vile vile usafirishaji na uuzaji, vile vile tunajua kama mazao mengi haya mboga mboga na matunda yanakuwa ni laini. Kwa hivyo ukisafirisha kwenye matenga au kwenye vitu gani, yani inakuwa ni rahisi kubondeka. Kwa hivyo unafika kule sokoni una 100%, lakini unafika sokoni labda unakuwa na nyanya 10 au 100, unafika sokoni labda 3 zimeharibika. Kwa hivyo ni 3%, 3% ya nyanya zimeharibika wakati wa usafirishaji. Kwa hivyo sababu ni ziko nyingi ambazo zinapelekea upotevu wa hayo mazao la juu, si ndio? Na tuna mara nyingi tunashauriwa tutumie makuti tu ya kawaida, kwa sababu vile vile inasaidia kupunguza ile joto. Kwa hivyo vile vile kutafuta eneo ambalo kunakuwa na maji. Labda tunakumbuka tumesema baina ya zile kuta mbili katikati tunaweka kuna sentimita kadhaa unaziacha pale baina ya kuta mmoja na mwingine, alafu baadaye ndio unaweka ule kama unaona pale mchanga ambao unawekwa katikati yake. Alafu unatakuwa uwe na of course kama msingi ni kama huo hapo, unaweza kuweka hata msingi wa cement. Sisi kwetu nafikiri tulitumia